Huduma za kiafya ni miongoni mwa huduma zinazokutanisha watu wengi, kwani wengi wao husumbuka na matatizo mbalimbali ya kiafya, ikiwemo magonjwa ama wengine kutazama hali zao za kiafya tu. Kanisa la Waadventista wa Sabato kupitia huduma ya kambi ya tiba, wakishirikiana kwa ukaribu zaidi na Matendo Ministry, imekuwa ikitoa huduma za matibabu na dawa katika maeneo mbalimbali nchini. Mtazamaji, karibu katika makala hii inayoangazia kambi ya tiba iliyofanyika katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Makongolosi Chunya jijini Mbeya. Mtayarishaji wa makala hii ni Yohana Benjamin na msimulizi wako ni mimi Mtozi Emmanuel Elias. Twende sanjari mpaka tamati. Safari ya kuelekea Mbeya ikiwa na timu ya madaktari pamoja na wainjilisti kwa ajili ya kwenda kukamilisha kambi ya tiba ikaanzia jijini Mwanza, huku Matendo Ministry tukiwa karibu kukuhabarisha kinachoendelea. Safari tuliyokuwa tukisubiri kwa wakati mrefu sana hatimaye siku ya leo imeweza kufika. Si nyingine ni Matendo Ministry kuelekea jijini Mbeya, na katika siku ya leo ndiyo safari rasmi. Kama ambavyo unaweza kutazama, gari liko tayari kwa ajili ya kuweza kuanza safari yetu katika siku hii ya leo. Tuko na timu nzima ya madaktari kutoka jijini Mwanza kwa ajili ya kuweza kwenda kutoa huduma mbalimbali za kiafya katika mkoa wa Mbeya, lakini pia tuko na wainjilisti kwa ajili ya kuweza kuendelea kulisambaza neno la kwake Mwenyezi Mungu. Karibu sana katika safari hii. Yapo mengi ambayo yanaenda kutokea, lakini pia siko peke yangu. Mimi naitwa Mtozi Emmanuel Elias, niko pamoja naye Yohana Benjamin kwa ajili ya kuweza kufanikisha mambo yote yanaendelea kuwa vizuri. Tunaianza safari sasa kwa ajili ya kuelekea jijini Mbeya. Tunaamini ya kuwa uongozi wa kwake Mwenyezi Mungu utakuwa pamoja nasi tutaweza kufika salama. Mungu akubariki na karibu tuweze kusafiri sote kwa pamoja. Safari ikaanza kwa bashasha kubwa, huku matazamio ya wengi ikiwa ni kufika na kukamilisha utoaji wa huduma za kiafya. Safari ilikuwa ni ndefu sana, usiku mpaka asubuhi. Bado safari inaendelea. Kuna baadhi ya mahubiri yakianza kuingia wanapiga kabisa Lakini katika safari vicheko na furaha vilikuwa ni sehemu ya safari hiyo, huku ikichagizwa na maongezi ya hapa na pale. Tupo kwenye safari. Asante sana Mtozi Ema. Tunaenda kuungana na baadhi ya washiriki hapa. Kama unavyoona kuna mabegi kama haya. Nipo na dada hapa, tunaenda kufanya challenge moja ya kuongea kwa alfabeti. Sasa tutumie alfabeti ya A, E, I, O, U au ya A, B, C, D. Okay, sasa tuzungumzie nini? Safari au chakula? Chakula. Tuanze na safari. Tunaanza na A. Wewe utaenda A. Okay, tuanze na A. Alipofika Buzuruga, mwenyekiti pasina kutegemea tukawasili katika eneo la Makongolosi Chunya jijini Mbeya, ikiwa ni asubuhi, na kupokelewa na wenyeji wakiwa na nyuso zenye furaha na bashasha na kutukaribisha katika maeneo hayo.
Ikiwa ni safari ndefu sana, timu nzima ikapata wasaa wa kupumzika na uchovu wa safari ili kujiandaa na tukio lililofanya wafike Makongolosi. Ikawa ni asubuhi na mapema kabisa, tarehe 23 ya mwezi wa pili 2025, siku ya Jumapili, ambapo ndio siku ya tukio lenyewe. Idadi ya watu waliojitokeza ikawa ni kubwa sana. Nasi Matendo Ministry hatukuwa mbali kukuhabarisha kile kinachoendelea. Hatimaye tumewasili eneo la tukio ambapo tunaona mwitikio wa wagonjwa ni mkubwa mno katika hii siku yetu ya leo, ikiwa ni katika mtaa wa Makongolosi Chunya, kanisa la Waadventista wa Sabato. Huduma ikaanza kutolewa huku timu ya madaktari ikiwa na shauku kubwa kulingana na idadi ya watu waliojitokeza. Kusikilizwa kwa wagonjwa, matibabu, ushauri na utoaji wa dawa vikaanza kutolewa. Si huduma za matibabu tu, bali pia huduma za maombezi zikiongozwa na timu imara ya wainjilisti na kuwapatia tumaini wagonjwa ili kutambua yupo mponyaji ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Endelea kumhudumia, endelea kumhudumia, endelea kumhudumia. Kifua kinauma. Kwa nini bado analia? Nimekusihi Yesu jioni ya leo kwamba kulia kukome tangu sasa. Mkuu wa msafara na mwinjilisti akapata nafasi ya kuelezea kambi ya tiba kwa ufupi. Kwa jina naitwa mwinjilisti Benjamin Mlinda, tokea mkoa wa Mwanza, wilaya Sengerema na kijiji cha Katunguru. Kwa kweli kwa ujumla tumehudumia maeneo mengi sana, lakini kwa maeneo haya nimekuta watu kwamba wanajielewa zaidi. Hakuna vurugu, hakuna shida kabisa. Na ni watu ambao ukiwaeleza jambo wanaelewa, na tunashukuru Mungu kwamba huduma upande wa maombi, upande wa madaktari unaendelea vizuri na watu wameitikia. Yesu mwenyewe alifanya huduma zote mbili. Alifanya huduma ya kuombea watu na alifanya huduma pia ya matibabu, na Biblia inatuambia tiba ni mkono wa Mungu wa kuume wa uponyaji. Kwa hiyo tunakwenda na imeandikwa kama Yesu mwenyewe alivyofanya na alivyoagiza. Pia mkurugenzi mtendaji wa Matendo Ministry Yohana Benjamin hakuwa mbali kuelezea tukio hilo. Tupo katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Makongolosi, lakini wameungana kanda nzima ya Chunya. Nia yetu sisi wana Matendo Ministry tumeungana kufanya uinjilishaji kwa njia ya afya ama kambi ya afya. Na kwa mwaka huu tumekuwa na miungo mitatu ambayo tumeifanya. Mwezi wa pili tulikuwa kule katika viwanja vya Katunguru Sengerema, lakini pia tukaunganisha tukaenda Katoro, timu hiyo hiyo ya madaktari, lakini pia timu ya wainjilisti tulikuwa nao. Katoro wamebatizwa zaidi ya watu 800, lakini na huduma ya afya imeendelea. Hivyo basi tumekuja hapa pia Makongolosi kufanya hiyo huduma ya afya, na tumeliona jina la Bwana ama mkono wa Bwana ukitendeka katika maeneo haya. Alikadhalika mwenyekiti wa kambi ya tiba upande wa madaktari akaelezea ni namna gani huduma zinatolewa. Kwa majina naitwa Dr. Berias Silaus Kunaga. Katika huduma hii ya tiba, kambi ya tiba ambayo imefanyika hapa Makongolosi, mimi ni mwenyekiti ambaye anasimamia idara hii ya tiba hapa Makongolosi. Wengi hawajui kwamba wanasumbuliwa na matatizo gani kwa sababu hawana desturi ya kupima afya zao. Kwa hiyo ndio maana wanajitokeza kwa wingi, na unakuta na magonjwa mengi yanajitokeza, na mtu anaweza akashangaa kwa wakati mwingine kwamba
alikuwa ajui kama ana magonjwa haya, sana sana magonjwa ya mitindo ya maisha. Naye Bi Abigaili Cyprian Gamba ambaye ni mfamasia akatolea ufafanuzi juu ya baadhi ya watu kutumia dawa bila maelekezo ya mtaalamu wa masuala ya afya. Kwa daktari, kwa kitaalamu tunasema hawa watu wanafanya irrational use of medicine. Okay, kwa watu ambao wanatumia dawa pasipo ushauri kutoka kwa daktari, hiyo ni hatari, kitu cha kwanza, kwa sababu unaweka usugu wa vimelea kwa zile dawa ambazo zilitakiwa zikutibu, ambayo inaweza ikakuletea wewe shida. Tatizo lako ni kutibiwa tu na labda tuseme mfano na amoxicillin, lakini kwa sababu umeshazoea kutumia vidonge viwili kimoja, wale wadudu wanakuwa wameshazoea mazingira ya ile dawa, wanakuwa sasa hawana wanakuwa ni kama wanazimia tu at that time. Mtazamaji, jambo lililonistaajabisha ni kuwaona madereva wote wawili waliotuongoza kutoka Mwanza mpaka Mbeya, nao wakishiriki katika kusaidia kuwaita wagonjwa ili waweze kupata huduma. Lakini nilipata nafasi ya kuzungumza na dereva mmoja, huku mwingine akiendelea na majukumu. Na hapa anatueleza ni nini hasa kimemsukuma naye kushiriki. Kwa majina naitwa Martin Joseph Kayungilo. Kitu kilichonisukuma kufanya hivyo kwanza ni watu walivyofika hapa na wingi wa watu, pia nikaona ni bora kushiriki. Upande wangu nilichojifunza au nilichoona hapa ni kwamba yani vitu vinavyotokea kama hivi, matangazo kama haya ya afya, ni heri mtu unaposikia unakuja kupima ili kujua afya yako kuliko kutumia dawa tu. Lakini akapata nafasi ya kueleza namna gani amejipanga katika safari ya kurejea. Cha msingi ni kumuomba Mungu, na tunapokuwa barabarani kama dereva ni kufuata alama za barabarani, basi tutafika salama bila shida. Kulingana na idadi kubwa ya watu, huduma ilifika mpaka majira ya usiku. Lakini timu imara ya madaktari iliendelea kutoa huduma ili kuhakikisha watu wote wanaisha. Mtazamaji, hakuna lenye mwanzo linalokosa mwisho. Na huo ndio mwisho wa makala hii iliyokuwa ikiangazia kambi ya tiba iliyofanyika Makongolosi Chunya jijini Mbeya. Naitwa Mtozi Emmanuel Elias. Asante na Mungu akubariki.